Wanajeshi 7 wa Israeli waangamizwa Khan Younis. Wanajeshi wasiopungua 7 wameangamizwa na wengine kadhaa kujeruhiwa kufuatia shambulio la kuvizia la vikosi vya mukawama huko Khan Younis, kusini mwa ukanda wa Gaza. Jeshi la Israeli limekiri kuuawa kwa wanajeshi wake 7 katika mji huo ulioko kusini mwa ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa mtandao wa habari wa Al Mayadin, jeshi la Israeli lilikiri kuwa wanajeshi 7 waliuawa katika shambulio la kuvizia lililowekwa na vikosi vya upinzani. Jeshi la Israeli lilitangaza kuwa wanajeshi hao 7 waliuawa siku ya Jumanne wakati wa mlipuko wa shehena ya kubeba silaha huko Khan Younis, kusini mwa Gaza. Hapo awali vyombo vya habari vya Israeli vilitangaza kuwa wanajeshi 4 wa Israeli waliuawa na wengine 17 kujeruhiwa katika shambulizi la kuvizia. Baadhi yao waliripotiwa kuwa katika hali mbaya. Hata hivyo, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema nchi yake inapitia wakati mgumu baada ya wanajeshi 7 kuuawa katika mapigano mjini Gaza. Akiandika kwenye mtandao wake wa X, Netanyahu amesema, "Ni masikitiko makubwa kwa watu wa Israeli baada ya kuuawa wanajeshi hao aliowaita mashujaa walioangamia katika vita vya kumdhibiti adui Hamas na juhudi za kuachia mateka wanaoshikiliwa na kundi hilo kusini mwa Gaza." Afisa mmoja jeshi amesema wanajeshi hao waliuawa baada ya gari walimokuwa wakisafiria kulipuliwa kwa bomu. Taarifa hiyo imetolewa siku moja baada ya duru za hospitali Gaza kusema wanajeshi wa Israeli waliwafyatulia risasi wa Palestina waliokuwa wakisubiri kupokea misaada kusini mwa Gaza na kusababisha mauaji ya Palestina 44. Vile vile, idara ya mahakama ya Iran imetangaza habari ya kunyongwa majasusi 3 wa utawala wa kizayuni wa Israeli katika jela ya Urmia kaskazini magharibi mwa Iran. Taarifa mahakama imeeleza kuwa watuhumiwa hao waliopatikana na hatia ya kufanya ujasusi kwa maslahi ya utawala dhalimu wa Israeli ndani ya ardhi ya Iran wametambuliwa kwa majina ya Idris Ali, Azali Shojae, Rasul Hamad Rasul, na kwamba walikamatwa baada ya kuingiza vifaa nchini kwa ajili ya kutekeleza mauaji dhidi ya watu mashuhuri. Adhabu ya kunyongwa imetekelezwa dhidi yao baada ya kupatikana na hatia ya kufanya jinai za kivita na ufisadi katika ardhi kupitia ushirikiano na nchi za kigeni zenye uadui kwa niaba ya utawala wa kizayuni. Hukumu ya kifo imetekelezwa dhidi ya majasusi hao asubuhi ya leo baada ya kesi na uthibitisho wa hukumu ya mwisho katika mahakama ya juu. Kwa mujibu wa nyaraka katika kesi hiyo, watu hao walianzisha mawasiliano na wakala muhimu wa Mossad katika nchi jirani na kusafirisha vifaa vya kuua watu mashuhuri. Washtakiwa walisafirisha vifaa hivyo nchini kwa kisingizio cha shehena ya vileo, jambo ambalo lilisababisha kuuawa mmoja wa shaksia wa Iran. Baada ya hujuma ya hivi majuzi ya kijeshi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran, gazeti la Russia limemtaja Donald Trump kuwa rais wa vita. Tovuti ya Pars Today imelinukuu shirika la habari la wanafunzi wa Iran ISNA na kuripoti kuwa baada ya mashambulizi ya kijeshi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran, vyombo vya habari mashuhuri vya Russia vilikosoa hatua hiyo na kumuita Donald Trump kuwa ni rais wa vita. Vyombo hivyo aidha vilihitaji hatua hiyo kuwa ni ishara ya mabadiliko ya kimsingi katika sera za kigeni za Marekani, mabadiliko ambayo kama inavyoamini Moscow yanaweza kuwa na matokeo hatari kwa amani na utulivu wa kimataifa na maslahi ya kikanda ya Russia. Vyombo vya habari vya Russia vimeripoti kuwa ndege za kivita za Marekani ziliangusha mabomu yenye uzito wa paundi 30,000 aina ya bunker buster kwenye vituo vya nyuklia vya Iran. Katika operesheni hiyo, shambulio hilo lilitekelezwa baada ya siku kadhaa za uvumi kuhusu iwapo Trump angeidhinisha uingiliaji wa moja kwa moja wa kijeshi wa Marekani katika vita vya Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Matukio hivi karibuni yameakisiwa katika magazeti kadhaa ya serikali ya Russia na yale yanayojitegemea, ikiwemo magazeti ya Rossiyskaya, Komsomolskaya, Nezavismaya, Moskovskaya, Komsomolets na Kommersant. Kwa mujibu wa jarida la Newsweek, shambulio la Marekani dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Iran ilikuwa na madhara makubwa kwa maslahi ya usalama ya Marekani, masoko ya nishati ya kimataifa na eneo la Asia Magharibi. Wakati huo huo, Rais Putin amelitaja shambulizi hilo kama uchokozi usio na msingi, na vyombo vikuu vya habari vya nchi hiyo vilieleza wasiwasi wao kuhusu matokeo ya muda mrefu ya hatua hiyo kwa amani ya kimataifa na maslahi ya kieneo ya Russia. Gazeti la Nezavismaya limechagua kichwa kikuu cha habari kifuatacho katika ukurasa wake wa mbele: Trump amekuwa rais wa vita. Gazeti hilo limeandika, shambulio dhidi ya Iran ni ishara ya mabadiliko ya kimsingi katika sera za kigeni za Marekani. Trump amekiuka ahadi aliyotoa katika kampeni za uchaguzi ya kuepuka vita. Gazeti hilo pia limetahadharisha kwamba kwa shirikisho la Russia, mabadiliko hayo katika sera White House ni habari njema na yanaweza kuwa na maana ya kufikia tamati jitihada za amani za Trump katika vita kati ya Russia na Ukraine. Gazeti la serikali la Rossiyskaya limeandika tena kwa dhiaka kauli mbiu ya kampeni ya Trump kwamba Trump amerejesha tena Marekani vitani.
Shukran kwa Baba wa Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.